ili aweze kuridhia ili sasa sheria hii iweze kufanya kazi. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri iliyofanya, na leo umetuletea staili mpya bungeni kwa schedules of amendment, umezijibu kwenye podium. Kwa hiyo umemsaidia Ado kuelewa hizi majibu yako kabla hata utaratibu wa kisheria uko haujaanza. Hongera sana Mheshimiwa Waziri. Lakini nishukuru sana kamati ya budget. Kamati ya budget niwapongeze sana. Tunapochagua kamati ya budget, tunachukua kamati ambayo ina watu makini na tunachagua kwa merit. Hii misuguano yote na utulivu wa mundani, tulikuwa na vikao vingi sana vya engagement mpaka serikali imekubali, na serikali wamekubali. Sababu kubwa ya serikali kukubali ni kufata na kujali maslahi mapana ya wananchi. Na haya ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kulikuwa na kero kubwa sana ya wafanyabiashara kulipa advance ili kupata clearance ya kodi. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo wafanyabiashara, wananchi wapewe fursa ya kufanya biashara bila kulipa kodi kwa mwaka mzima. Huyo ndio rais anayejua maslahi ya wananchi wake. Kodi ya bidhaa ya pikipiki, Mheshimiwa Rais anatambua pikipiki sasa ni chombo muhimu kwa maslahi ya Watanzania. Ameondoa kodi, ameridhia kusaidia Watanzania kufanya shughuli zao na hasa vijijini. Serikali kwa inakusudia kuondoa utaratibu wa uahirisho wa kodi ya VAT pale ambapo mwekezaji au mfanyabiashara anaingiza bidhaa za mtaji nchini. Endapo utaratibu huu ungeondolewa, ugizaji wa bidhaa hizo ambazo ni mitambo na mashine mbalimbali ungekuwa ni gharama. Serikali ya mwisho wa Daktari Samia Suluhu Hassan imekubali kuendeleza msamaha huo. Ado, umesikia hiyo? Maana hii kuigusa hii ukuiona hii kaiona rais mwenyewe ndo kaiona hii. Kulinda viwanda vya ndani. Musado umeweka tozo ya maendeleo ya viwanda vya bidhaa mbalimbali zinazozalishwa nchini kwa lengo la kuhakikisha bidhaa hizo haziingii kwa bei rahisi na isiyo na kushindana kuua viwanda vya ndani. Kwa hiyo serikali imeona na lengo ni kulinda maslahi ya wafanyakazi na viwanda vya ndani. Huyo ndo Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania. Kupunguza kiwango cha ushuru wa bidhaa. Haya nasema sababu kwenye magazeti hamwandiki. Sasa nataka leo nikoti mimi. Serikali imependekeza kufanya maboresho katika sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147 kifungu cha 126 na kuongeza ushuru wa bidhaa kutoka asilimia 15 hadi 20. Serikali imekubaliana na bunge la wananchi hili kupunguza mpaka 18. Alafu mnasema huko nje bunge la chama kimoja halijali maslahi ya watu. Sasa hii nini? Haya ndio maslahi ya watu. Ado, huo sio mkao wa kibungo. Kaa vizuri, kaa komaa, kaa namna hivyo. Na kaka unalia. Kuanzisha kodi ya mapato kwa 1% kwenye mauzo ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Katika sheria ya kodi ya mapato sura 332, serikali ilikusudia kuweka kodi ya 1% kwenye mauzo ya mazao ya kilimo,
mifugo na uvuvi. Hata hivyo, Bunge ilishauri serikali kuondoa pendekezo hilo kwa sababu ilikwisha anzishwa mwaka 2021 na tukalazimika kuiondoa baada ya mwaka mmoja changamoto za utekelezaji wake. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, takriban 54% ya wananchi wanajihusisha shughuli za kiuchumi katika sekta hii. Serikali sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imekubali kuiondoa. Hadi hivi sasa kuna takriban mikataba 16 ya uchimbaji madini kati ya miradi hiyo 9 ina jumla thamani ya uwekezaji shilingi trilioni 9.9 iliyowekwa kutekelezwa. Miradi hiyo ilikwama kutokana na vivutio vilivyotolewa kwenye mikataba ya msingi kutokutambulikwa na sheria ya kodi. Marekebisho yanayopendekezwa yanaenda kufungua fursa ya uwekezaji huo ili kukuza uchumi na kutoa ajira kwa Watanzania. Itatambulika kwamba katika miradi hiyo yote serikali ina ubia wa 16%, free shares 16 au zaidi. Ushauri wa Bunge ni misamaha itolewe wakati wa ujenzi wa mradi tu, na mradi utupoanza uzalishaji uanze kulipa kodi. Lengo la mapendekezo ya Bunge ni kuhakikisha haturudi tulipotoka, ambapo kuna makampuni yameachwa mashimo ya dhahabu na kuna kodi inayolipwa au serikali kupata. Hiyo ndio serikali inatoza kodi kwa wawekezaji wanakuja nchini, na hii message muandike vizuri kwa gazeti kesho. Waheshimiwa Bunge, mwaka 2013 kamati maalum ya Spika iliteuliwa tarehe 26 Juni 2012 kwa ajili ya kutoa mapendekezo kuhusu mapato na matumizi ya serikali. Kamati hiyo iliongozwa na Mheshimiwa Andrew Chenge, mbunge. Wajumbe wengine walikuwa ni Musa Azan Zungu, mimi, Beatrice Sherikindo, Mungu amemchukua, Mungu amrehemu hapompeleka, Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed, Mheshimiwa John M. Cheo, Mheshimiwa Sultan Shama, Mheshimiwa Christina M. Lisu, Mheshimiwa Luhanga J. Mpina, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Mansur S. Hiran, Mheshimiwa Gaudens Kayombo, Mheshimiwa James F. Mbatia. Kamati hiyo pamoja na mambo mengine ilibaini kwamba, na nukuu, ununuzi wa magari makubwa ya anasa usiozingatia gharama za uendeshaji wake na hali ya kiuchumi. Kwa mfano, kwa miaka mitatu mfululizo gharama za matunzo ya ununuzi wa mafuta na matengenezo ya magari zilikuwa kama ifuatavyo: 2008 mpaka 2009 shilingi bilioni 685, mwaka 2009 mpaka 2010 shilingi bilioni 530, na mwaka 2010 na 2011 shilingi bilioni 537. Kwa mwaka wa fedha 2010-2011 gharama hizi zilikuwa ni sawa na 4.6 ya bajeti yote. Hii ina maana kwamba katika kipindi cha miaka mitatu 2008, 2009, 2011 jumla ya shilingi trilioni 1.8 zilitumika kuhudumia magari ya serikali pekee. Ikumbukwe kwamba kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.8 haikujumuisha gharama za ununuzi wa magari hayo. Ni rai yangu kwa viongozi wa wizara, mikoa na taasisi za serikali kuona muhimu wa kuendeleza kutekeleza pendekezo hili la kamati hili maalum ya Mheshimiwa Spika ili kubana matumizi ya fedha hizo kwenda kwenye miradi ya maendeleo. Mbona makofi madogo? Hapa mpigi. Nyinyi mnapenda magari ya anasa nyinyi. Nampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuanza kutoa mfano wa kupunguza misafara ya shughuli zake za kiserikali.
na mradi rais ameanza, wengine tunangoja nini? Hii ni miaka 10 iliyopita. Hizi gharama za sasa hivi zitakwenda mara 2. Matumizi ya serikali lazima yapungue. Kwa maelekezo kamati ya bajeti kufuatilia gharama mpya za matumizi ya serikali na kuhakikisha hizi gharama zinapunguzwa na zinaondolewa kabisa. Hatuwezi kuendelea kukaa na vitu vya anasa wakati nchi yetu bado inataka maendeleo. Na hivi karibuni mtaona gari yangu ninayotembelea ni tofauti na gari yetu sasa hivi, na mimi naanza mfano wa pili. Mheshimiwa Bunge lisiwakere, huu ndio kweli. Rais katoa mfano, sisi tuingie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa bajeti yake wa kwanza kwa waziri wa fedha ulitoa maelekezo haya, lakini baadaye mkaanza kusigana huko, mkarudia utaratibu. Tuache kabisa magari ya anasa katika taifa letu. Wageni wepo bungeni asubuhi hii, wageni waheshimiwa wabunge, wageni 44 wa Mheshimiwa Dr. Samizi, naibu waziri wa afya, wanafunzi wanaosoma kada ya afya kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Wageni wane Mheshimiwa Ali Haidari Madewea, wakulima na wafugaji kutoka jimbo la Uzini mkoani Kusini Unguja. Wageni 76 Mheshimiwa Lucy Edward Mwakembe, kina mama wajane wa kanisa Anglikani kutoka mkoani Dodoma. Wageni 59 Mheshimiwa Benjamin Lukuba Ngaia, wanafunzi na walimu wa shule ya msingi Mingas kutoka Kahama mkoani Shinyanga. Wageni 11 Mheshimiwa Abubakar Dame na Senga, wafanyakazi wa sekta ya utalii kutoka Ifakara mkoani Morogoro. Wageni watembea bunge kwa ajili ya mafunzo. Wageni 27 walimbwende wa Miss Travel World Tanzania 2026 wakiambatana na viongozi wao. Sasa zao za simu walimbwende, siku ingine mkija mvaa ngao nyekundu mpendeze zaidi. Wanafunzi 60 na walimu 10 wa shule ya awali ya msingi Fransalian Dumila Mission kutoka mkoani Morogoro. Wanafunzi 55 na walimu 10 wa shule ya msingi Ushirika kutoka jijini Dar es Salaam. Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa wabunge, mnatangaziwa kwa leo siku ya Alhamisi 25 Juni 2026 kutafanyika mafunzo kuhusu masuala ya ukimwi na VVU kwa waheshimiwa wabunge wote. Mafunzo haya yatafanyika katika ukumbi wa Msekwa kuanzia saa 7 mchana na baada ya kusitishwa kwa shughuli za bunge. Waheshimiwa wabunge wote mnaomba kuhudhuria mafunzo hayo muhimu bila kukosa. Katibu wa Bunge anaomba kuwatangazia waheshimiwa wabunge, mnatangaziwa kwa JJ Group of Companies Limited yenye makao yake makuu eneo la Ilazo jijini Dar es Salaam wameandaa tamasha la usiku wa urithi wa taifa lenye lengo kuhifadhi, kuhamasisha na kuelimisha jamii kuhusu fasili asilia pamoja na urithi wa taifa letu. Tamasha hilo linalenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa utamaduni, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, wafanyabiashara na wananchi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii ili kujifunza, kubadilishana uzoefu na kuendeleza utamaduni wa Tanzania. Tamasha hilo litafanyika kesho siku ya Ijumaa 26 Juni 2026 kuanzia saa 1 jioni hadi saa 6 usiku katika ukumbi wa Midland Hotel Dodoma.
Mgeni rasmi wa tamasha hili atakuwa Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge wote wenye nafasi mnaomba kuhudhuria.